Nitumie nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya neema ya uzima na afya njema, lakini pia kwa ajili ya neema ya wokovu. Nimshukuru pia mratibu kwa nafasi hii amenipatia ya kuzungumza maneno ya Mungu. Bwana asifiwe tena. Amen. Kwa tuna muda wa kama kawaida ya ratiba yetu ya asubuhi tunakuwa na ibada yetu ya vijana. Nataka tushirikishane maneno ya Mungu ili tuweze kujengwa. Kwa majina naitwa Finiasi Munyamunya, ni mwenyekiti msaidizi wa idara ya watoto na vijana hapa kanisani. Ni kijana. Ni kijana. Sawa. Sasa nataka tusome kitabu cha Luka. Kitabu cha Luka sura ya 19. Kitabu cha Luka sura ya 19 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Luka 19 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Biblia inasema, naye alipoingia Yeriko alipita katikati yake, na tazama palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa atakuja kuipitia njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu akamwambia, Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Bwana asifiwe. Nimesoma habari ambayo tunaifahamu, ni habari ya Zakayo, mtoza ushuru. Kichwa cha somo ambacho nataka tuzungumze, tushirikishane maneno ya Mungu asubuhi hii, inasema kutembelewa na Bwana. Ndio somo ambalo nimeliandaa. Kutembelewa na Bwana au kutembelewa na Mungu. Kutembelewa na Bwana, kutembelewa na Mungu. Tumesoma habari ya Yesu akiwa na wanafunzi wake. Walikuwa wanaelekea eneo jingine, lakini katika njia ambayo walikuwa walipita Yeriko. Na walipopita Yeriko, kuna huyu mtu mmoja ambaye alikuwa ni mkuu wa watoza ushuru, anaitwa Zakayo. Alitamani sana kumwona Yesu. Kwa sababu alikuwa ni mtu mfupi wa kimo, alichokifanya alienda kupanda juu ya mti ili wakati Yesu anapita aweze kumwona. Lakini Yesu alipofika mahali pale, akaona kuna mtu ambaye amepanda juu ya mti, alafu akamuita kwamba, Zakayo, leo imenipasa kushinda wapi? Nyumbani kwako. Ninachotaka kuzungumza ni kitu gani? Kutembelewa na Mungu. Zakayo alichokipata hapa ni utembeleo wa Mungu katika maisha yake. Alitamani sana kumuona Mungu, alitamani sana kumuona Yesu, lakini Yesu pia na yeye alimtembelea. Kwa hiyo ninachotaka tuzungumze asubuhi ni kutembelewa na Mungu. Kutembelewa na Mungu. Yaani kutembelewa na Mungu kwa maana gani? Mungu anapotembelea maisha ya mtu, kuna aina fulani ya maisha yanabadilika na mfumo wa maisha, na kuna matokeo makubwa sana kwa sababu Mungu kamtembelea yule mtu. Ukiangalia hapa, sifa kubwa ya Zakayo, alikuwa ni mtoza ushuru na alikuwa ni tajiri sana. Alikuwa ni tajiri. Lakini baada ya Yesu kuwa amemtembelea na kufika nyumbani kwake, kuna matokeo makubwa sana na mabadiliko ya maisha ya Zakayo ambayo tunayapata kama watu wa Mungu, kama Wakristo. Ni kwamba tunapotamani kutembelewa na Mungu, na Mungu anapokutembelea tu katika maisha yako, kuna mabadiliko makubwa ambayo unayapata na matokeo unayoona katika maisha yako, kwa sababu Mungu amefanyaje? Amekutembelea. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nataka tuangalie kwamba kuna matokeo ya mtu kutembelewa na Mungu. Maisha yako hayawezi kubakia vile vile. Ni tofauti na ile mtu kuja kusali alafu Mungu asikutembelee, au kufanya mambo yanayohusiana na Mungu alafu usitake Mungu kukutembelea. Ninachotaka tujifunze kwa habari ya Zakayo, tutaangalia mambo ambayo yalitokea katika maisha ya Zakayo baada ya Yesu kumtembelea na kuingia nyumbani kwake. Kuna aina ya maisha alikuwa nayo Zakayo. Alikuwa ni mtu tajiri, lakini alikuwa sio mtu mtoaji. Lakini baada ya Yesu tu kuwa ameingia ndani ya maisha yake, kuna mfumo wa maisha ukaanza kuonekana. Bwana asifiwe. Amen. Sasa nataka tuangalie hapa
Nisome mstari wa 7, nisome mstari wa tuangalie hapa mstari wa wa 7 inasema hapa, hata walipoona walinungunika wote, wakasema ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Nachotaka tuangalie hapa ni matokeo ya Mungu kukutembelea. Unapotembelewa na Mungu unapata matokeo gani? Na case study, kitu ambacho mfano mkubwa nitakokuwa nautumia ni wa Zakayo. Zakayo ni mtu ambaye watu wengine walikuwa wanamuona ni mwenye dhambi, na alikuwa ni mtu tajiri, na alikuwa na mali, lakini mfumo wa maisha yake kabla na baada ya kutembelewa na Yesu ulikuwa ni mfumo tofauti sana. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anapotembelea maisha ya mtu, yule mtu hawezi kubakia kama alivyo. Watu wa Mungu, Mungu anapotembelea maisha ya mtu lazima yabadilike. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anapomtembelea mtu anahakikisha amembadilisha mfumo wa maisha, anabadilisha mfumo wa maisha wa mtu. Mtu alikuwa sio mtoaji, ataanza kuwa mtoaji. Kwa sababu gani? Mungu amemtembelea. Mtu alikuwa hana mfumo sahihi kumlingana Mungu katika maisha yake, lakini kwa sababu Mungu amemtembelea tu, Mungu anaanza kumfundisha na kumrejesha katika mfumo ambao unampendeza Mungu. Kwa hiyo ukiangalia Zakayo alikuwa na mfumo wa maisha tofauti sana kabla na baada ya kutembelewa na Yesu. Kwa nini? Kwa sababu baada tu ya Yesu kuingia nyumbani kwake, akamwambia, Bwana, kuanzia leo nitagawa mali zangu, nusu ya mali yangu, nusu ya utajiri wangu yote nitawapatia maskini. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu alipomtembelea, kuna mfumo wa maisha wa Zakayo alikuwa nao, Mungu aliubadilisha. Manake Mungu anapotembelea maisha ya mtu, lazima mfumo wa maisha ya mtu ubadilike. Ndio matokeo ya kwanza, mfumo wa maisha ya mtu ubadilike Mungu anapokutembelea. Matokeo ya kwanza ya kutembelewa na Mungu ni kubadilishwa mfumo wa maisha. Tuangalie matokeo ya kutembelewa na Bwana, kutembelewa na Mungu. Matokeo, kichwa cha somo kama nilivyotangulia kusema, tunajifunza kutembelewa na Bwana, kutembelewa na Mungu. Mungu anapokutembelea katika maisha yako, ni kitu gani kinatokea? Tumeangalia hapo habari za Zakayo, alitamani sana kumuona Yesu, lakini Yesu alichokifanya, alimtembelea katika maisha yake. Baada ya kuwa ametembelewa na Yesu, ni kitu gani, matokeo gani ambayo tunayaona katika maisha ya Zakayo, ambayo tunaweza tukajifunza pia na sisi katika maisha yetu, yakatusaidia katika maisha ya wokovu, yakatusaidia. Tokeo namba moja, kubadilishwa mfumo wa maisha. Mungu anapokutembelea, mfumo wako wa maisha unabadilika. Mfumo wa maisha wa Zakayo alikuwa ni mtu tajiri, anajikusanyia mali, na kuna uwezekano mali zingine alikuwa anazipata kwa sababu ni mtoza ushuru, alikuwa anaongeza hata kodi tofauti na utaratibu. Kwa nini? Kwa sababu ndio maana alisema, kama yupo mtu ambaye nilimnyang'anya isivyo haki, nitamlipa mara 4. Kwa nini? Kuna uwezekano alikuwa ndio mfumo wa maisha yake. Kwa hiyo Yesu alipomtembelea tu katika maisha yake, tunachokipata kwa Zakayo ni nini? Mfumo wa maisha yake ulibadilika. Maanake Mungu anapomtembelea mtu, maisha yake, mfumo wa maisha yake hauwezi kubaki vile vile. Ulikuwa ni mtu ambaye haupendi kumtolea Mungu, haupendi kujitoa kwa habari ya Mungu, lazima tu Mungu anabadilisha mfumo wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo matokeo ya kwanza ya Mungu kumtembelea ni kupata kubadilishwa mfumo wa maisha. Mfumo wa maisha unabadilishwa. Zakayo kabadilishwa mfumo wa maisha ndani ya dakika moja, ndani ya muda mchache tu. Yesu alikuwa anatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini akapita Yeriko. Kilichokuja kutokea ni Zakayo alitamani sana kumuona, na Yesu alipoona kiu yake na shauku ya kutaka kumuona, Yesu alichokifanya nini? Alimtembelea. Na baada ya kutembelewa Zakayo, kabla ya kutembelewa na baada ya kutembelewa, tunaangalia ni watu wawili tofauti. Na ndio maana hata watu wengine walinungunika, walisema huyu jamaa, mbona anaenda kwa yule jamaa, hajui kama yule mtu mwenye dhambi? Lakini tunachokuja kukipata ni kwamba baada ya Yesu tu kumtembelea, maisha yake yakabadilika, mfumo wa maisha yake. Alikuwa anajikusanyia mali kwa namna isiyo haki,
lakini akaamua azigawe, akawa ni mtu mtoaji. Mfumo wa maisha unabadilishwa. Matokeo ya kwanza ya mtu kutembelewa na Mungu ni mfumo wa maisha yako kubadilika. Bwana asifiwe. Hauwezi kuwa na maisha yale yale endapo kama Mungu hajakutembelea. Mungu akikutembelea tu lazima mfumo wako wa maisha ubadilike. Tunajifunza kwa Zakayo, ametembelewa siku moja tu na Yesu kapita, amesema leo ninashinda kwako. Yesu alikuwa anaelekea eneo jingine, kapita Yeriko, lakini baada ya kutembelewa tu mfumo wa maisha wa Zakayo ukabadilika. Kwa hiyo tunachojifunza hapa ya kwamba endapo Mungu akikutembelea katika maisha yako, mfumo wa maisha, kuna baadhi ya vitu hautaambiwa uvifanye. Kuna vitu vingine utafanya tu kwa sababu gani? Mungu amekutembelea. Kuna baadhi ya tabia hautaambiwa uziache. Kwa sababu gani? Tabia zile zitaondoka tu kwa sababu Mungu amekutembelea. Kuna mfumo wa maisha utageuzwa, si kwa sababu wewe umetaka, ni kwa sababu Mungu amekutembelea. Ukiangalia hakuna mtu aliyemwambia Zakayo mtoa nusu ya mali yako. Kwa nini? Kwa sababu alivyotembelewa tu na Mungu. Mungu akikutembelea lazima tu mfumo wako wa maisha ubadilike. Kuna vitu utaanza kufanya mwenyewe pasipo kuhimizwa. Kuna vitu ambavyo utaanza kufanya mwenyewe kwa sababu mfumo wa maisha umefanyaje? Umebadilika. Kwa hiyo matokeo ya kwanza ya mtu kutembelewa na Mungu ni mfumo wake wa maisha kubadilika. Ulikuwa sio mtu wa ibada, unakuwa ni mtu wa ibada. Kwa sababu gani? Mungu amekutembelea. Ulikuwa sio mtoaji, unakuwa mtoaji. Kwa sababu gani? Mungu amekutembelea. Mungu anapokutembelea hakuachi kama ulivyo, hakuachi kama ulivyo. Tunajifunza kwa Zakayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe tena. Amen. Matokeo ya kwanza ya mtu kutembelewa na Mungu ni mfumo wake wa maisha kubadilika. Ulikuwa na utaratibu gani kabla na baada ya Mungu kutembelea? Mungu anapokutembelea anataka mfumo wako wa maisha, namna ambavyo unaenenda hata kwa watu wengine, kwa sababu kuna uwezekano watu walianza kumuona Zakayo, walisema huyu ndio yule mtu alikuwa ni mkorofi, alikuwa anawanyang'anya mali, ananyang'anya mali za watu, leo hii anaanza kujitoa tena kwa watu. Kumbe ni matokeo ya kutembelewa na Yesu. Maana yake unapotembelewa tu na Mungu kuna mfumo wa maisha, kuna namna tu unaenenda, kuna namna utajitoa. Kwa sababu gani? Mungu amekutembelea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Matokeo ya kwanza ya kutembelewa na Mungu ni kubadilishwa mfumo wa maisha. Matokeo namba 2 ya mtu kutembelewa na Bwana. Mungu akikutembelea katika maisha yako, tunapata matokeo gani? Tunajifunza kwa Zakayo. Matokeo ya pili ni kukusafisha na kukufanya mtu mpya. Kukusafisha na kukufanya mtu mpya. Kukusafisha na kukufanya mtu mpya. Kilichokuja kutokea wakati Yesu anaingia kwa Zakayo, watu walinungunika. Walisemaje katika mstari wa 7? Naomba nisome. Watu walinungunika katika Luka sura 19 mstari wa 7. Inasema hivi, hata watu walipoona walinungunika wote wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Kinachokuja kutokea ni kitu gani? Ya kwamba baada ya Yesu kuwa ameingia Zakayo ametembelewa na Yesu, ametembelewa na Mungu, kitu gani kilichotokea? Amesafishwa na kufanywa kiumbe kipya, mtu mpya. Kwa nini? Yesu alikuja kwa sababu ya wenye dhambi. Maana yake Mungu anapokutembelea katika maisha yako, anahakikisha unakuwa ni kiumbe kipya tofauti na ulivyokuwa mwanzoni. Kwa sababu gani? Ukiangalia Zakayo kabla Yesu hajamtembelea, watu walikuwa wanamuona na wanamhesabu ni mwenye dhambi, na watu walinungunika, na walikuwa sawa kabisa. Lakini mtembeo wa Mungu katika maisha ya mtu ni kumbadilisha yule mtu, ya kwamba alikuwa ni mtu ambaye ni mwenye dhambi, sasa hivi tena sio mwenye dhambi. Na ndio maana baada tu ya Yesu kuwa ameingia kwa Zakayo, Yesu mwenyewe anamuona kabisa Zakayo, akaanza kujitoa, akamwambia wokovu umeingia nyumbani mwako. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anapotembea maisha yako, lazima anakuja na package ya wokovu, anakubadilisha, anakuwa ni mtu mwingine, kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unapotembelewa na Mungu hautabakia tena yule yule. Ulikuwa na moyo mgumu, ulikuwa hauwezi kusamehe, ulikuwa na mfumo fulani hivi wa maisha ambayo haumpendezi Mungu. Mungu anapoingia tu katika maisha yako, anapokutembelea tu, lazima anabadilisha mfumo wa maisha yako, anakusafisha, anakufanya kuwa mtu mpya. Zakayo anakuja kufanywa mtu mpya na Yesu. Kwa sababu gani? Kwa sababu katembelewa. Yesu angeendelea tu na safari yake, asingetembea kwa Zakayo. Zakayo angeendelea kuwa ni mtu wa maisha yale yale. Lakini Yesu baada tu ya kuona shauku na nia ya Zakayo, aliamua kumtembelea. Na alipomtembelea, kitu tunachokiona ni alisafishwa na kufanywa kiumbe kipya, alifanywa mtu tofauti sana. Watu wakaanza kuona anavyojitoa. Anasema huyu ndio yule aliyekuwa tajiri, anachukua mali za watu, anawadhulumu watu. Lakini kwa sababu Yesu alipokuja akabadilisha mfumo wake wa maisha, tunachojifunza ni nini? Tunaangalia alifanywa kiumbe kipya.
Watu wanaona kweli Zakayo kabadilika. Kwa nini? Kwa sababu katembelewa na Yesu. Na ndio maana kuna watu leo hii wakiokoka, ukimwona mfumo wake wa maisha kabadilika, kafanywa kiumbe kipya, watu wanashangaa, huyu ndio alikuwa fulani. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anapokutembelea anakuja na package ya kukusafisha na kufanya kiumbe kingine. Mtu akikuona kabla na baada ya kutembelewa na Mungu, anaona maisha yako tofauti sana. Tofauti sana. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anapokutembelea hakuachi vile vile, lazima anakusafisha, anakufanya kuwa ni kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe tena. Amen. Hayo ni matokeo namba 2 ya mtu kutembelewa na Mungu. Matokeo ya namba 3, matokeo namba 3 ya mtu kutembelewa na Mungu, tunajifunza kutoka kwa Zakayo, ni kujitoa kwa Mungu kwa ihari. Kujitoa kwa Mungu kwa ihari. Unajitoa kwa Mungu kwa ihari. Tena si tu kujitoa kwa Mungu, unajitoa kwa Mungu na watu wake. Unajitoa kwa Mungu na watu wake kwa ihari, au lazimishwe kabisa na mtu. Kwani Yesu alimwambia kwamba Zakayo, toa nusu ya mali yako? Hakuna, hakumwambia. Tunachojifunza ni kitu gani? Baada ya Yesu tu kuingia nyumbani kwake, alipotembelewa tu na Mungu, Zakayo aliamua kujitoa kwa Mungu na watu wake kwa hiari. Maana yake mali alizokuwa anajilimbikizia zilikuwa ni mali ambazo si kawaida, au yamkini kuna uwezekano alikuwa ni mtu wa haki, ni mtu ambaye sawa anakusanya kodi na anajilimbikizia mali kwa namna kulingana na kazi yake, labda kwa utaratibu ambao ni mzuri tu. Lakini baada ya kuwa tu Mungu amemtembelea, akaamua kujitoa kwa Mungu kwa hiari. Hata Yesu akumwambia bana, wasaidie masikini, hapana. Kwa hiyo tunachojifunza ni kwamba Mungu anapomtembelea mtu katika maisha yake, tunachojifunza ni kujitoa kwa Mungu kwa hiari. Lazima ujitoe tu kwa Mungu. Utajitoa kwenye huduma, utajitoa katika utumishi, utawatumikia watu wengine. Kwa sababu gani? Kwa sababu Yesu anapokutembelea, Mungu anapokutembelea, lazima tu utaamua anaanza kubadilisha. Unakuwa ni mtu mwenye kujitoa kwa Mungu na watu wake kwa hiari. Matokeo namba 3 tunayojifunza kutembelewa na Mungu ni kujitoa kwa Mungu na watu wake kwa hiari. Hautaimizwa mambo ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu umetembelewa na Mungu. Unatamani kile kitu ambacho Mungu amefanya juu ya maisha yako kiwapate na wengine. Na ndio maana tu kwa maana ya kujikusanyia mali na utajiri ambao Zakayo alikuwa nayo, lakini aliona, kwa nini mimi ninaishi maisha fulani ambayo ni mazuri? Kwa sababu Mungu amenitembelea, basi nami niguse maisha ya watu wengine. Kwa hiyo maana Mungu anapokutembelea katika maisha yako, kijana mwenzangu, mtu wa Mungu, hauwezi kuwa ni mtu ambaye unaimizwa kwenye mambo mengi sana yanayohusiana na Mungu. Hauwezi. Kwa sababu gani? Unatamani kile kitu ambacho Mungu amefanya kwako akifanye pia kwa watu wengine. Kwa sababu Mungu ili aweze kuwahudumia watu wengine anatumia mtu, na yule mtu ambaye anatumiwa na yule mtu katembelewa na Mungu. Na ndio maana tunachojifunza kwa Zakayo ni kwamba baada tu ya Mungu kuwa amemtembelea, alianza kujitoa mwenyewe kwa hiari. Alianza kuwasaidia watu wengine, alianza kuwaombea watu wengine, alianza kuwashauri watu wengine, alianza kufanya vitu anajitoa kwa hiari, haimizwi na mtu yoyote. Na ni kitu kibaya sana ukiwa hasa kama ni kijana au mtu wa Mungu, alafu kwenye mambo mengi yanayohusiana na Mungu unakuwa unaimizwa kwenye kila kitu. Unaimizwa kila kitu. Utaimizwa kuomba, utaimizwa kusoma neno, utaimizwa kuhudhuria ibada, utaimizwa kila kitu. Unaweza kaimizwa mpaka kula. Yaani unataka uimizwe mpaka kula. Yaani kula tu chakula. Kuna watu wanataka aimizwe kila kitu. Ni kitu kibaya sana. Na ni ishara kwamba Mungu hajakutembelea. Mungu anapokutembelea kuna namna tu unajitoa kwa hiari. Utajitoa kwa hiari. Hautatamani mambo yaharibike wakati wewe upo. Hautatamani. Kuna uwezekano wakati huo, kwa sababu Yesu alikuwa ametembea na kundi kubwa la watu, kuna uwezekano watu walikuwa ni wengi wenye uhitaji, si tu wenye uhitaji wa kuponywa, lakini wenye kuhitaji fedha, wenye kuhitaji kujikimu maisha. Kwa hiyo Zakayo alichokiona akaona, okay, kwa sababu Mungu katembelea, na mimi naanza kujitoa kwa hiari kwa watu wa Mungu na kujitoa kwa Mungu. Akaamua achukue mali zake aanze kuwatoa kuwagawia maskini. Kwa sababu gani? Ukitembelewa na Mungu, Mungu lazima tu kuna hali fulani ya kujitoa kwa Mungu kwa hiari. Hautaimizwa. Matokeo namba 4 ya mtu kutembelewa na Bwana. Mungu anapokutembelea, tunapata matokeo gani katika maisha ya mtu binafsi? Matokeo gani tunayapata kwa mtu anapotembelewa na Mungu? Matokeo namba 4 ni hofu na mashaka kuondoka. Hofu na mashaka kuondoka. Kuna uwezekano mtu akawa na hofu na mashaka sana juu ya maisha, kama ni mwanafunzi, juu ya masomo, au kwenye namna yoyote ile ambayo unapitia katika hali ya ugonjwa, hali ya udhaifu, ukawa na hofu na mashaka. Lakini Mungu anapokutembelea, ile hofu na mashaka vinaondoka. Kuna namna ambavyo ulikuwa na mfumo fulani wa maisha ambao umejawa na hofu na mashaka,
lakini ni kwa sababu tu Mungu hajakutembelea. Lakini Mungu anapokutembelea, hofu na mashaka vinaondoka, kwa sababu Mungu anapokuja, anakuja na imani ndani yako. Na ndio maana kilichomsukuma Zakayo kutoa si tu hali ya fedha alizonazo, lakini ni hali ya imani iliyojengeka, kwa sababu Mungu amemtembelea. Yesu kamtembelea nyumbani kwake. Ninachotaka tuangalie ni kitu gani? Ya kwamba hofu na mashaka wakati mwingine ni kwa sababu Mungu tu hajakutembelea. Na ndio maana ni muhimu sana kama mtu wa Mungu ya kwamba kutamani kutembelewa na Mungu kila wakati, ikiwa kwenye ibada au kwenye maisha ya kawaida tu. Mungu nitembelee. Kwa nini? Kuna uwezekano kuna vita vingine unapigana ni kwa sababu ya hofu na mashaka imejaa ndani. Kwa hiyo Mungu anapokuja kukutembelea, hofu na mashaka vinaondoka. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anapokuja, anakuja na imani ndani yako. Na ndio maana kilichomsukuma Zakayo kutoa si kwa sababu ya wingi wa fedha alizonazo, hapana, ni kwa sababu ya imani fulani hivi. Yamkini kuna uwezekano alikuwa na mashaka ya kwamba nikijitoa itaonekanaje, lakini kwa sababu Mungu Yesu amemtembelea, Zakayo akaanza kufanyaje? Hofu na mashaka vikaondoka, akaanza kuwahudumia watu wa Mungu. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Tuangalie matokeo mengine ya mtu kutembelewa na Bwana. Bwana anapokutembelea tunajifunza kitu gani? Namba 5, matokeo namba 5 ya mtu kutembelewa na Bwana. Mungu anapokutembelea katika maisha yako, ni matokeo gani ambayo tunayaona na yanaonekana? Kubadilisha na kufufua hali ulionayo au unayopitia. Kubadilisha au kufufua hali ulionayo au hali unayopitia. Mungu anapomtembelea mtu, Mungu anahakikisha anabadilisha, na si kubadilisha tu, anahakikisha anafufua. Kama kuna vitu vimekufa katika maisha yako, maadamu Mungu anakuja, Mungu ni uhai, anapokuja kutokea katika maisha ya mtu, anahakikisha amebadilisha au amefufua hali ya maisha ya mtu aliyokuwa nayo. Kama kulikuwa na hali ya maisha ya kufa ndani, Mungu anapokuja, unapotembelewa tu na Mungu, kuna hali ya uhai unatokea. Naomba tujifunze hapa, tusome katika kitabu cha Luka sura ya 8. Luka sura 8 mstari wa 40. Luka sura 8:40 mpaka 42, alafu nitasoma pia katika 51 mpaka 56. Luka sura 8:40 mpaka 42, alafu nitasoma Luka sura ya 8 mstari wa 40. Nataka nisome hapa tuangalie Luka sura 8 na mstari wa 40. Mungu anapokutembelea, unapotembelewa na Yesu, matokeo tunayoyaona na kujifunza hapa ni kubadilisha au kufufua hali unayopitia. Hali ulionayo, uko na hali gani? Unahitaji ufufuo katika hali yako ya uchumi, hali ya afya, hali ya maisha yako, hali ya malezi ya watoto, hali ya ndoa, namna yote ile. Mungu anapokutembelea tu, kuna mfumo huo unabadilika. Luka sura ya 8 na mstari wa 40, Biblia inasema hivi: basi Yesu aliporudi, mkutano ulimkaribisha kwa furaha, maana walikuwa wakimngojea. Na tazama, mtu mmoja akaja, jina lake Yairo, naye ni mtu mkuu wa sinagogi. Akaanguka miguuni pa Yesu, akamsihi aingie nyumbani kwake. Mstari wa 42, kwa kuwa binti yake alikuwa katika kufa, ambaye ni mwana pekee, umri wake amepata miaka 12, na alipokuwa akienda mkutano walimsonga. Tusome mstari wa 51. Biblia inasema hivi: alipofika nyumbani hakuacha mtu. Alipofika nyumbani kwa Yairo, alipofika nyumbani hakuacha mtu kuingia pamoja naye, ila Petro na Yohana na Yakobo na babaye yule mtoto na mamaye. Alipoingia nyumbani, yani Yesu alipoamua kuwatembelea, kitu gani kilitokea? Tunataka tujifunze. Wakamcheka na watu walikuwa wakilia na kumwombolezea, akasema, msilie, hakufa huyu, bali amelala usingizi tu. Wakamcheka sana, maana walijua ya kuwa amekwisha kufa. Akamshika mkono, akapaza sauti akisema, kijana, inuka. Roho yake ikamrejea, naye mara hiyo akasimama. Akaamuru apewe chakula. Wazazi wake wakastaajabu sana, lakini akawakataza wasimwambie mtu lililotukia. Tunajifunza hapa kwa habari ya Yesu. Yesu wakati anaendelea na safari zake na utumishi, alitokea mtu mmoja ambaye anaitwa Yairo. Na Yairo, kilichokuja kutokea ni kwamba kuna mtoto wake mwana pekee alionaye, alikuwa katika hali ya kufa, alikuwa katika hali ya ugonjwa. Kilichokuja kutokea ni kwamba Yairo anachokitaka ni atembelewe na Yesu. Yesu atembelee nyumbani kwake.
Akitembelewa na Yesu alikuwa anajua hali ya ugonjwa au hali ya umauti ambayo ipo nyumbani kwake lazima tu itaondoka. Ninachozungumza ni kwamba matokeo ya kutembelewa na Mungu, matokeo tunayojifunza katika habari ya hilo ni kwamba Mungu anapokutembelea katika maisha yako, lazima tu Mungu anabadilisha au anafufua vitu vilivyokufa au hali unayopitia. Yaani Mungu hawezi kutembelea maisha yako na hali ya kufa. Kuna hali fulani hivi ambayo ya uchumi haiko vizuri, hali fulani hivi ya ndoa au ya malezi kwa watoto haiko vizuri. Mungu anapokutembelea, Mungu ana tabia ya kuuisha. Mungu ana tabia ya kuuisha. Mungu ana tabia ya kuuisha. Mungu ana tabia ya kubadilisha. Tunachojifunza ni matokeo ya kubadilishwa ya kutembelewa na Mungu. Mungu anapokutembelea katika maisha yako, mtu wa Mungu, hauwezi kubakia vile vile. Kuna namna Mungu anauisha yaliyokufa. Kuna Mungu anabadilisha ambayo yanataka kufa. Kuna namna Mungu, ukiangalia tunachojifunza ni kwamba baada ya Yesu kuwa amefika, alifanyaje? Aliamuru yule mtoto aliyokuwa amekufa aweze kuinuka. Tunachojifunza, unapotembelewa na Mungu, mtu wa Mungu, lazima tu katika hali unayopitia, lazima tu Mungu afanye mabadiliko. Bwana asifiwe. Lazima tu Mungu afanye mabadiliko. Iwe ni katika uchumi, iwe ni katika afya au katika namna yote. Unapotembelewa na Mungu, Mungu hawezi kukuacha vile vile. Unakuwa na hali ya huzuni, Mungu anauisha. Unapokuwa tuna hali namna fulani ya uchumi hauendi vizuri, Mungu anakusaidia. Kwa nini? Mungu anapomtembelea mtu, maisha ya mtu hawezi kubakia kama yalivyo. Maisha ya mtu hawezi kubakia kama yalivyo. Maisha ya mtu hawezi kubakia kama yalivyo. Naomba nisogee mbele niangalie nizungumzie mambo ya kujua na kufanya ili Mungu akutembelee. Mambo ya kujua na kufanya ili Mungu akutembelee. Ni kitu gani ambacho kikijua na ukakifanya unamshawishi Mungu akutembelee? Kwa sababu Mungu anamtembelea mtu ambaye kuna vitu amevifanya kabla ya mtu kutembelewa. Tunachojifunza kwa upande wa Zakayo, kitu cha kwanza ni ile hali ya kumtafuta Mungu na kumtaka Mungu akutembelee. Mungu hakutembelei tu kwa sababu yeye ametaka. Mungu sio dikteta. Mungu anakutembelea kwa sababu unataka akutembelee. Na ndio maana kilichokuja kutokea kwa Zakayo, maana yake alikuwa hawezi kuwaona watu. Na kwa sababu alikuwa hawezi kuwaona watu kwa sababu ni mfupi wa kimo, aliamua kutafuta namna yake ya Mungu kumtembelea. Aliamua kupanda juu ya mti. Njia ya kwanza ili Mungu aweze kukutembelea ni kutaka kwa ihali, kufanya namna Mungu akutembelee, kuwa na shauku. Yaani Zakayo kilichomfanya Yesu amtembelee ni kwa sababu gani? Alikuwa na shauku ya kumuona, alikuwa na shauku ya kumuona. Kwa hiyo Yesu aliona shauku yake, akaona huyu mtu siwezi kumwacha hivi hivi, cha kufanya lazima nimtembelee. Kwa hiyo namna ya kwanza ya kujua na kufanya ili Mungu akutembelee katika maisha yako ni kuwa na shauku, ni kuwa na shauku. Na ndio maana kinachokusukuma kuja kanisani isiwe ni kwa sababu ya mtu kuja kubuy time, yani kusogeza muda ili aweze kuwa na ratiba zake zingine. Iwe ni kutaka Mungu akutane na wewe. Yani unapokuwa katika sifa, Mungu natamani nikutane na wewe. Unapokuwa katika matoleo, Mungu natamani nikutane na wewe. Linapokuja wakati wa neno, Mungu natamani nikutane na wewe. Ile shauku yako Mungu anakuja kukutembelea kwa sababu ya kiwango cha shauku yako. Na ndio maana Mungu hakumwacha tu Zakayo. Kwa sababu gani? Aliona shauku yake ndani. Kuna namna ilimsumbua, huyu Yesu ni mtu wa namna gani? Mbona watu wanamsema namna hii? Kwa hiyo unapotaka Mungu akutembelee, lazima ile shauku yako ndani ikoje. Unapokuja kwa Mungu, shauku yako ni nini? Unatamani Mungu akutembelee. Unapotamani Mungu akutembelee, Mungu anakutembelea. Na ndio maana sio wote ambao watakuja kanisani watahudumiwa katika hali ya usawa. Watu wa Mungu, sio wote tutakaokuja kanisani tutahudumiwa katika hali ya usawa. Mungu namna, kwa sababu shauku inatofautiana. Na ndio maana kuna wakati mwingine hata wakati wa kusifu kuna mtu amekaa kabisa, si kwa sababu eti ni mgonjwa, ni kwa sababu tu shauku tu ndani. Kwa hiyo kitakachokuja kufanya mtu Mungu akutembelee ni hali yako ya ndani. Unamtaka Mungu kwa kiwango gani? Zakayo kilichomfanya Yesu aweze kumtembelea ni kiwango, shauku ndani yake ilimuhimiza. Na Zakayo alikuwa ni mtu tajiri, hata kama ni wewe tu ni mtu tajiri, ni mtu mwenye heshima, lakini aliamua hii heshima yangu hapana, nataka nimuone Yesu. Aliamua kupanda juu ya mti, lakini katika shauku yake ile ya kutaka Mungu amtembelee, Mungu alimtembelea. Kwa hiyo namna ya kwanza ya kujua na kufanya ili Mungu akutembelee ni shauku yako ndani yako. Una shauku kiwango gani? Mungu anatamani akutembelee kwa namna gani? Kuna vitu kivifanya tu Mungu anaona huyu jamaa ana shauku. Kuna vitu tu kivifanya. Kitu alichokifanya Zakayo ni nini? Alifanya kitu cha tofauti. Kuna uwezekano wengine wafupi wa kimo walikuwepo katika makutano yale kwa sababu watu walikuwa ni wengi, lakini Zakayo aliona hapana, mimi sitaki tu eti niishie hivi hivi. Kuna uwezekano ukaja kanisani kuna watu ambao wana shida sawa na ya kwako, lakini Mungu akakutembelea kwa namna ya tofauti kwa sababu ya shauku iliyoko ndani yako. Na ndicho kilichokuja kutokea kwa Zakayo, kwa sababu sio tu yeye alikuwa ni mfupi wa kimo, lakini yeye alienda extra mile, alifanya ziada, alifanya zaidi ya kwamba hapana, siwezi kukaa hivi hivi. Wakati wa kusifu Biblia inasemaje? Kila mwenye pumzi na
tunamsifu Bwana. Na tunapomsifu Bwana kinachotokea nini? Uwepo wa Mungu ukishuka. Ukishuka lazima tu Mungu atanitembelea. Kwa hiyo kilichokuja kutokea ni shauku ya Zakayo kutembelewa na Yesu ilikuwa ni kubwa, ikamshawishi mpaka Yesu kwenda nyumbani kwake kumtembelea. Kwa hiyo mtu wa Mungu, tunapokuja kanisani, shauku yako inakuwa ni nini? Wakati wa kusifu na kuabudu, shauku yako inakuwa ni nini? Wakati wa neno, shauku yako inakuwa ni nini? Mungu anaangalia ile shauku ndani yako ili aweze kukutembelea. Hicho ndicho kitu cha kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe tena. Amen. Kitu kingine, nizungumze kitu kingine hapa cha mwisho. Kitu kingine cha mwisho. Kitu kingine cha mwisho, kitu kingine cha mwisho cha pili, mambo ya kufanya na kujua ili Mungu aweze kukutembelea. Mungu hawezi kukutembelea tu kwa sababu yeye ametaka. Mungu wetu sio dikteta. Mungu anamtembelea mtu ambaye ana shauku ya kutembelewa na yeye. Mungu anamtembelea mtu ambaye ana shauku na ana nia ya yeye kumtembelea. Na kitu cha pili ni kusifu na kumtukuza Mungu. Iwe ni kuomba, kusifu na kumtukuza Mungu. Yaani unapopata muda wa kuomba, unapopata muda wa kumtukuza Mungu, unaalika uwepo wa Mungu. Na unapoalika uwepo wa Mungu, Mungu akishuka anakutembelea maisha yako. Na anapotembelea maisha yako, hautabakia vile vile ulivyokuwa. Kwa sababu gani? Tumeona katika matokeo ya kutembelewa na Mungu, kuna mgeuzo wa maisha ya mtu unabadilishwa, mfumo wa maisha ya mtu unabadilishwa. Na ndio maana tunajifunza, unapokuwa katika hali ya maombi, unaomba. Unapokuwa katika hali ya kumsifu na kumtukuza Mungu, uwepo wa Mungu tu, Mungu lazima akutembelee. Mungu lazima akutembelee. Kwa sababu watu wa Mungu katika Biblia na katika maisha, hakuna mtu ambaye anasifiwa kwa niaba ya mtu mwingine. Hakuna mtu ambaye anasifiwa kwa niaba ya mtu mwingine. Yaani ukiwa unamsifu Mungu, Mungu hawezi kutuma malaika nenda kachukue zile sifa uniletee. Mungu lazima ashuke mwenyewe. Maana na Mungu anaposhuka mwenyewe anakutembelea katika maisha yako. Na anapotembelea maisha yako, maana anabadilisha, kuna vitu anabadilisha, kuna mfumo, kuna vitu ambavyo unavihitaji kwa Mungu. Mungu anaposhuka lazima akuhudumie. Bwana asifiwe. Hakuna mtu ambaye anaweza kumwabudu Mungu kwa niaba ya mtu mwingine. Hakuna mtu ambaye anaweza kumwabudu Mungu kwa niaba ya mtu mwingine. Hakuna mtu ambaye anaweza kumwabudu Mungu kwa niaba ya mtu mwingine. Katika Biblia tunajifunza kuna vitu vya kufanya ambavyo unaweza kuvifanya mwenyewe kabisa wewe na Mungu. Kwa mfano, mtu anaweza kukuombea. Biblia inasema tuombeane. Mtu anaweza kukuombea. Yaani mtu anaweza kukuombea kwa Mungu, alafu Mungu akasikiliza ule uhitaji wako na akakusaidia. Lakini hakuna mtu ambaye anaweza kwenda kumwabudu Mungu kwa niaba yako. Yaani mimi namwabudu Mungu kwa niaba ya mtu fulani, hiyo haiwezekani. Au mimi namsifu Mungu kwa niaba ya mtu fulani, haiwezekani. Lakini mtu anaweza akakuombea. Ninachotaka kuzungumza ni kitu gani? Ya kwamba ili Mungu aweze kukutokea na kukutembelea katika maisha yako, lazima uwe ni mtu mwenye kuomba, lakini kusifu na kumtukuza Mungu. Hivyo ni vitu ambavyo unavifanya kibinafsi. Ni vitu ambavyo unavifanya kibinafsi. Unapoamua kuomba na kumtafuta Mungu, kumtukuza Mungu, kumsifu Mungu katika hali ile ya ibada, Mungu lazima akutembelee. Mungu hawezi kukuacha hivi hivi. Kwa sababu gani? Unapomtukuza Mungu, Mungu mwenyewe anakuja kuangalia ni nani anayenitukuza, nani anayenisifu. Naomba tusome hapa katika kitabu cha Mathayo, ninapoelekea kumaliza kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 25. Ninachoangalia ni matokeo, mambo ya kujua na ya kufanya ili Mungu aweze kukutembelea. Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 25 mpaka wa 26. Matendo ya Mitume sura ya 16. Matendo ya Mitume sura ya 16. Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 25. Sura ya 16 na mstari wa 25 na wa 26. Biblia inasema hivi: lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimuomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa tetemeko kula nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Naomba nirudie tena. Matendo ya Mitume sura 16 na mstari wa 25. Biblia inasema, lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimuomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa tetemeko kula nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Bwana asifiwe. Ninachotaka kuangalia ni nini? Mambo ya kujua na kufanya ili Mungu akutembelee. Waliomba Mungu, alafu walimsifu, walimwimbia nyimbo za sifa. Ninachotaka kuzungumza ni kitu gani? Tunapokuwa wakati wa sifa katika ibada yoyote, Mungu tu ndio anayekuja kupokea zile sifa ambazo unamsifu. Nimesema hivi, mtu anaweza akakuombea, unaweza kuombewa kabisa na watumishi wa Mungu na Mungu akakutembelea, lakini mtu hawezi kumsifu Mungu kwa niaba yako ili Mungu akutembelee. Haiwezekani.
Paulo na Sila tunajifunza walikuwa katika gereza, lakini wamefungwa. Kuna vifungo ambavyo viko katika maisha yao na walitamani Mungu awatembelee, lakini kuna kitu walichokifanya. Ninachofundisha ni kwamba kuna kitu cha kujua na kufanya ili Mungu aweze kukutembelea katika maisha yako. Yaani mbali tu nakuja tu kanisani, lakini kuna mfumo wa maisha ukiwa nao, unamwomba Mungu, unamsifu Mungu, unamtukuza Mungu, Mungu tu lazima akutembelee. Tunachojifunza kwa Paulo na Sila, walitembelewa si kwa sababu eti waliombewa na watu fulani, kwa sababu waliamua kumwimbia nyimbo za sifa. Kwa hiyo unapokuwa katika hali ya kumtukuza na kumsifu Mungu, unavuta uwepo wa Mungu. Mungu lazima ashuke aweze kuona ni nani anamsifu, nani anamsifu. Maana yake nini? Na Mungu unapomsifu, matokeo ya kutembelewa na Mungu tunaona kuna vifungo viliondoka. Inawezekana ni vifungo vya uchumi, vifungo vya afya, kuna vifungo fulani viko katika maisha ya mtu, lakini mtu anashindwa namna ya kuweza kutoka kwenye vile vifungo. Kwa hiyo anachokihitaji ni mtembeo wa Mungu, Mungu amtembelee. Na kinachokuja kutokea ni kwamba Mungu anapomtembelea, vifungo lazima viachie. Tunachojifunza kwa Paulo na Sila waliamua kumuomba Mungu na kumsifu na kumtukuza, Mungu akashuka. Uwepo wa Mungu ukishuka, hakuna vifungo ambavyo vitaendelea kuwepo. Kwa hiyo namna ya kujua na kufanya ili kuvuta uwepo wa Mungu au mtembeo wa Mungu, Mungu kukutembelea, Mungu kugusa maisha yako, ni kuwa ni mtu mwenye kuomba, kumtukuza Mungu, kumsifu Mungu. Mungu lazima akutembelee. Na ndio maana nimesema si wote ambao tunakuja kanisani tutatembelewa kwa kuhudumiwa na Mungu kwa namna sawa. Kwa nini? Kwa sababu kuna uwezekano kuna mtu mwingine wakati wa kusifu yupo hajui kinachoendelea. Kuna wakati nilikuwa katika ibada moja, alafu na tunaendelea kusifu, Roho Mtakatifu kaanza kunifundisha hichi kitu ya kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kusifu kwa mtu badala ya mtu mwingine. Hakuna mtu ambaye anaweza kusifu badala ya mtu mwingine. Mimi nikaingia nikaanza kumsifu Mungu ili Mungu akuonekanie wewe. Hakuna kitu cha namna hiyo. Mungu nikianza kumsifu, Mungu anakuja kuangalia ni nani anayenisifu. Yule anayenisifu ninakuja kumhudumia. Paulo na Sila walikuja kuhudumiwa kwa sababu gani? Walikuwa katika hali ya kumsifu na kumtukuza Mungu. Walikuwa katika hali ya kumtafuta Mungu, na ndio maana Mungu aliwatembelea. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu hiyo ya kumsifu na kumtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu atubariki kwa neno hili. Naomba niombe. Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya wema na uaminifu wako. Asante kutufundisha Bwana ya kwamba kutembelewa na wewe. Ninakushukuru kwa ajili ya neema na kibali umenipatia kuyasema maneno yako. Na kusihi Roho Mtakatifu tujenge, tuimarishe, tuzidi kukujua wewe katika maisha yetu na safari yetu ya wokovu. Ninalibariki jina lako kwa ajili ya maneno haya, maana utaenda kujitwalia wewe utukufu. Na kusihi utusaidie Bwana, upate kututembelea katika ibada na maisha yetu yote, tupate kuona mtembeo na mguso wako. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen.